Na waziri wa fedha John Mbadi ametupilia mbali madai kuwa mswada wa kifedha wa mwaka 2026-2027 unanuia kuongeza ushuru katika bidhaa kadhaa kama vile simu na uagizaji wa nguo aina ya mitumba. Akitetea mswada ule, Mbadi amesema kuwa bei ya simu haitakuwa ghali kutokana na ushuru, kwani wamepunguza ushuru uliokuwa unadaiwa wanunuzi wa simu kutoka 55% hadi 25%. Pia ametetea pendekezo la halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA la kuipa uwezo wa kuingia katika data za kibinafsi za Wakenya, akisema kuna watu wanaokwepa kulipa ushuru. Badala ya kukuwa na taxes nyingi, tuweke tax moja at the point of entry. Wakati wanaingiza vitu ama bidhaa ndani, wanalipa tax hapo na wanamalizana na maneno ya kulipa ushuru. Ndiye sababu sasa itawasaidia hata hitaji services ya accountants na wale watu kama hao. So hiyo imetokea na mkutano nilikuwa naye na watu wa mitumba. Hakuna bei ya simu itapanda kwa sababu tumetoa taxes yote tukaweka tu tax moja. Taxes zote ukiunganiza pamoja ilikuwa 55%. Sasa tunatoa hizi zote import declaration, railway development levy which is at 2%, na ingine ni IDF at 2.5%, ingine VAT 16%, ingine ni excise tax at 10%, na ingine ni customs imports at 25%. Ukiongeza hizo zote jumla ni 55. Tunateremsha hiyo mpaka 25%. This is not about data privacy. Kenya Revenue Authority has all the legal mandate to look at financial records. They have it to look at financial records. Why do you want to allow some people to hide their income and deny KRA revenue? And then now KRA comes to you. Look, we would have even reduced pay as you earn further so that people pay less. But because there are people around here who make money and they are not paying taxes, and we cover them with kizungu mingi around the data privacy, what, and the etc. Yeah, they go scot-free.